Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Mazungumzo ya Urusi na Ukraine ni kama vile kuna mdudu ameingia. Kuna mtifuano mkubwa sana umetokea Ulaya, na hata Marekani imetishia, nasema kuwa kama hamtaki kukaa kumaliza hayo mzozo, Marekani iko kwenye njia ya kujiondoa. Hii ni kauli iliyotolewa na JD Vance, makamu wa rais wa Marekani. Amesema kuwa anaona kuwa Ukraine, Urusi hawana nia kumaliza vita. Kwa hiyo anafikiria Marekani huenda ikasusa, ikaamua kujitoa kama hamtaki kufanya hili. Unakumbuka kauli hii ilitolewa na Qatar. Qatar alitoa kauli hii mwaka jana kujitoa kwenye mazungumzo ya Israel na Hamas baada ya kupewa shinikizo na Marekani kuwa ni lazima ofisi ya kidiplomasia ya Hamas ifungwe Qatar. Haitakiwi kuwepo kwa sababu Hamas walikuwa hawataki mazungumzo ya kumaliza vita. Qatar alikuwa anajua mchezo unavyochezwa. Alikuwa anajua hadaa na hila zote. Hakutaka kugombana na Marekani kwa sababu Qatar alikataa kuifunga ile ofisi na akaamua kutoa jibu ambalo lilikuwa linapingana na kauli za Marekani kuwa hawa Hamas hawataki mazungumzo. Kwa hiyo hakutaka kuikosoa Marekani moja kwa moja kuwa maana unachokiongea sio kweli. Ni sawa na ile video niliyowekea kati ya Papa Francis na Netanyahu wanazungumza. Netanyahu yule mtu aliyeka katikati yao anasema ni lazima Wayahudi na Wakristo waelewane kwa sababu hawa wanahusishwa wote kuwa na uhusiano na nani? Na Yesu, Jesus. Netanyahu akasema Jesus alikuwa akiongea Kihebro. Pale Papa akamwambia no, alikuwa anaongea Aramaic. Kwa hiyo sio kweli kuwa alikuwa anaongea Hebro. Kwa hiyo Kihebro ni lugha ambayo imekuja, ambayo Yesu alikuwa hakijui, lakini alikuwa anaongea Kiaramaic. Aramaic ni lugha ambayo mpaka sasa hivi kuna jamii za Waarabu wanakiongea. Hapo Middle East wanakiongea Kiaramaic. Upande wa Syria wanakiongea Kiaramaic. Lakini wa Israel wanaongea Hebro. Sasa Hebro Yesu hakuzungumza, yani hakuizungumza. Na Papa alimrekebisha pale akasema ni Aramaic, sio Hebro. Maana yake angekuwa Papa hayupo, Netanyahu angetudanganya kuwa Yesu alikuwa anaongea Kihebro, Kiebrania, yani hakukizungumza. Sasa hiyo ilikuwa Qatar walivyoamua kumjibu Marekani kuwa tunajiondoa kwenye mazungumzo ya Hamas na Israeli mpaka pale pande zote mbili zitapokuwa tayari kukaa kwenye meza ya kuzungumza, waonyeshe nia, kwa sababu hawaonyeshi nia. Sasa kauli ile ya Qatar ilienda kukata maini ya Marekani kwa sababu Marekani yeye alikuwa ametoa taarifa kuwa Hamas ndio hawataki mazungumzo. Sasa kauli ya msimamizi anayesimamia mazungumzo, kauli ya yule ambaye anawaita wote njooni mkae kwenye meza, yeye ndio anatakiwa atoe taarifa kuwa nani ana matatizo na nani hana matatizo. Tayari anasema kuwa hawana nia ya kumaliza matatizo. Lakini naye alitumia kwa akili tu, hakutaka kusema kuwa Israel haitaki kumaliza matatizo kwa sababu uko wazi kuwa Netanyahu na washirika wake walikuwa kiakwepa mazungumzo. Sasa au walikuwa hawataki kumaliza vita. Kwa hiyo Qatar akasema mimi najiweka pembeni. Kitu ambacho kilisababisha kuwa wastuke kuwa bana tusije tukaonekana kama sisi. Hebu jaribuni kurekebisha hiki. Ilikuwa ni kauli ya Qatar. Kwa hiyo kauli ya Marekani inazungumza kuwa Marekani huenda ikajiondoa kwenye mazungumzo kwa sababu pande mbili zimeonekana hazitaki kumaliza mzozo. Lakini hii ni kama vile kuwa ikiwa Trump atakiri kuwa Urusi hataki kumaliza vita, atakuwa ni aibu kwake. Kwa hiyo anaamua kuzungumza hivi. Kilichotokea ni nini? Marekani imesema iko tayari kutambua Crimea ni eneo la Urusi, mikoa 4 ambayo Urusi anaitaka, na ikubaliane kupunguzwa kwa ukubwa wa jeshi la Ukraine, na jeshi la Ukraine liondoke kwenye mipaka, na Ukraine haitojiunga na NATO, na usaidizi wa magharibi ukatike kwa Ukraine. Kwa hiyo madai yote ya Marekani tayari, madai yote ya Urusi, Marekani yuko tayari
swala la Crimea halikuwepo kwenye mazungumzo. Sasa Ukraine haraka akajibu akasema hakuna mjadala wa Crimea. Wamerudi kwenye mgogoro mpya. Awali Ukraine alisema kuwa hatutokuwa na mazungumzo yoyote mpaka Urusi atapokuja kujiondoa kwenye ardhi aliyonaikalia ili tuje tukae kwenye mazungumzo. Baadaye hili alikuja akalegeza msimamo wao Zelensky akasema it's okay, tunaweza tukajadili tukazungumza, lakini sisi tunaweza tukamaliza vita kuwa na dhamana ya ulinzi wa NATO huku tukipoteza 20% ya ardhi yetu. Hilo tunakubaliana nao. Lakini akapata pressure na shinikizo kutoka kwa Marekani, matokeo yake akakubali kuwa okay, tutazungumza. Sasa katika mazungumzo yote waliokuwa wamezungumza, Crimea haikuwepo kwenye hao mjadala kuanzia mwanzo. Crimea ni eneo ambalo Urusi alilichukua kwa Ukraine 2014 katika mzozo wa mwanzo kabisa wakati wa Barack Obama, kukazuka mgogoro. Kwa hiyo kuna vikwazo vingi hapa Urusi alipigwa baada ya kuchukua Crimea. Na baada ya kuchukua Crimea, Urusi ndio aliondolewa kwenye nchi zile za G8. Hizi zinaitwa G7 kwa sasa, zilikuwa ni G8. 8 alikuwa ni Urusi. Baada ya kuchukua Crimea, mgogoro ukawa mkubwa, wale wenzake wakamfukuza, wakaachana naye. Kwa hiyo 8 ikafa, ikawa 7, ikabaki G7. Sasa Marekani alivyosema kuwa yuko tayari kuitambua Crimea kuwa ni eneo la Urusi, wamezua mgogoro. Ukraine amekataa, anasema hatakuwa na mjadala kuhusu Crimea na hilo halitokuja kutokea. Kwa hiyo baada ya kusema hili halitokuja kutokea, wenzake wa Ulaya wakaunga mkono, kwa sababu sera ya Ulaya wanasema kwa mipaka bado wanasoma Crimea ni eneo la Ukraine. Kwa Ulaya wakaunga mkono. Halafu mkutano ulikuwa unafuata ulikuwa unafanyike leo Jumatano, ulikuwa ufanyike London. Kwa hiyo wote mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya walikuwa wanakutana London. Marekani wakasusa, wakasema hatuendi kama kwa hilo, kwa sababu Ukraine amekataa. Marekani, Mark Rubio alikuwa na Ufaransa, akasema mimi siendi huko, kama kuna sababu ya msingi ningeenda huko okay. Kwa hiyo Marekani kama wakawa wamesusa, na ule mkutano ulikuwa ufanyike London. Dakika za mwisho waziri wa mambo ya nje, ofisi ya waziri wa mambo ya nje ya Uingereza David Lammy ikatangaza kuwa ule mkutano umeahirishwa, licha ya kuwa waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha alikuwa kule, Omerev na waziri mkuu wa Ukraine na mawaziri wengine wa Ulaya walikuwa wameshaelekea London kwa ajili ya huo mkutano. Kwa hiyo hapa hali imechafuka, kuna mvurugano huko mkubwa baada ya Marekani kusema kuwa iko tayari kuitambua Crimea kuwa eneo la Urusi, na Ukraine wameenda kupinga upya. Kwa hiyo kuna mvutano mpya wa kuwa Ukraine, je, yuko tayari kupoteza eneo jingine kabisa? Kwa sababu ukimsikia Mark Rubio anasema ili liishe hili ni lazima katika hizi nchi zikubali kupoteza maeneo yake ya kiasili. Yani anashindwa kusema tu kwa Ukraine inataka ipoteze maeneo yake ya kiasili, kwa sababu Urusi hajapoteza eneo lolote la kiasili, isipokuwa Urusi amepata zaidi na kila alichokuwa anakitaka amepewa. Sasa huwezi kusema kuwa wapoteze maeneo ya kiasili hali ya kuwa aliyepoteza ni mmoja. Kwa hiyo kwenye hili swala la Urusi na Ukraine hivi sasa kuna mgogoro mkubwa sana umezuka kati yao. Hatujui nini kitatokea. Tayari ni kama vile Trump pumzi yake inapumua juu toka alipotuahidi kuwa within 24 hours nitakuwa nimemaliza mgogoro wa Urusi na Ukraine, nikiingia madarakani ningekuwepo hili lisingetokea, na nikikaa White House kabla ya saa 24 nitakuwa nimemaliza huu mgogoro. Niliwaambia hii ni hadithi ambayo ni ngumu sana. Hapa hana uwezo wa kuimaliza vile alivyokuwa anaweza kumaliza kwa Israeli. Hapa vita inaamuliwa upande wa pili, kuwa hawa Warusi watakuja kuimaliza hii vita hali ya kuwa wamepata vingi sana kupitia hapo, kwa sababu kinachotokea hivi sasa kila dakika wanamvuta Trump kwenye meza. Kila dakika Trump anajiingiza, anajaa. Sasa siku akija kukaa atakuja kumaliza. Taarifa ya kutoka Kremlin wanasema Putin yuko tayari kumaliza vita. Yani wakae wazungumze. Tayari kuwa hawa Urusi wanachofanya wanamvuta Marekani kwenye meza na watamaliza vita kwa masharti yao. Yani vita hii itamalizwa kwa masharti ya Moscow. Ndio hicho wanachotaka kumvuta, na tayari wamekwisha mvuta kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu ni kama vile Trump anashindwa kuja kutuambia uwezo wake, kwa sababu alitamba sana kuwa mimi naweza hili, mimi ndio naweza, mimi ndio kila kitu hapa duniani, naweza nikafanya chochote. Sasa ni kama vile limempalia. Sasa kama limempalia, anashindwa kuja kutuambia kuwa jamani, maji ya shingo yameisha nizidia, na shindwa kufanya nini. Kwa hiyo anachopelekea sasa hivi sasa ni kutumia tena nguvu aliyoitumia kwenye ofisi ya Oval ya kuilazimisha sasa Ukraine kuwa kubali kupoteza hali ya kuwa umewekewa bastola kichwani. Ndio kitachopelekea. Rahby Digital, haki na ukweli.